Bana, kama kuna mechi bora kuwahi kutokea ligi ya NBC toka imeumbwa, hii ni mechi ya pili. Mechi ya kwanza ilikuwa ni ya 5-1 tulokandwa na Yanga. Mechi ya pili ni ya Tabora amekandwa na Yanga. Oya, Yanga akiamua jambo lake nchi hii hakuna wa kumzuia. Na hii performance anayoendelea kuionyesha Yanga, kuna siku sio kwa watu kususia mechi. Kufurahisha kwanza hii performance. Hatari. Tabora na kwanza akacheza hana on target. Yaani abaka kama mpira alipiga yule switch collar sio nani kakamgonga Diala mguuni, ndo kale. Yaani Yanga inavyocheza kwenye hii ligi watu watasusa. Sio kususa tena mechi, watasusia ligi nzima. Brother, Yanga na wachezaji ambao wanakimbia dakika 90 hawachoki. Ina maana wako strong. Hii mechi Yanga alijiandaa nje ya uwanja, inamaanisha kwenye kiwanja cha mazoezi, wakakaa chini wakamsikiliza mwalimu anataka nini. Oa, wameingia mule kwenye mfumo wa mwalimu. Pasi nyingi, magoli ya kutosha, burudani kama kawaida. Tabora alipotea wapi leo katika mchezo wa leo? Tabora alipotezwa na msemaji. Unajua, ukishagundua kwamba unaenda kupambana na mtu anayekuzidi nguvu, inabidi umheshimu. Tabora alivyoenda kupambana, alijihisi kwamba yeye anaweza, akamsikiliza mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa alisema, timu tunayogopa Tabora ni Simba peke yake. Kwa akajiona kama Yanga na mudu. Hicho ndio kilichomponza. Maneno ya mkuu wa mkoa na maneno ya msemaji wao, wakajiona tayari. Kumbe kale kama msemaji kanawatoa chambo. Kale kama msemaji kazi yake kajaze uwanja tu. Matokeo kenye hayawahusu. Umeelewa? Sasa kumbe wao target fungu. Wale target hela. Yule msemaji mmoja alijua kwamba Yanga akiamua lake hakuna wa kumzuia. Mkuu wa mkoa akaenda kuwakasirisha anachokamia tutakuonyesha. Brother, mimi leo nimeshuhudia chuma 5. Leo mimi Mchome nimeshuhudia chuma 5. Mawili amekataa muamuzi. Angalia Yanga ilivyo strong, alafu Tabora hana on target. Wewe hatari hiyo Yanga. Vipi kwa upande wa waamuzi? Manake mechi nyingine ambazo wanakuwa wanacheza watu wanalaumu waamuzi kwa dakika 90 zote katika mchezo wa leo, kwanza kwa upande tu wa waamuzi. Yaani kwanza refa kajitahidi. Yaani miongoni mwa marefa ambao wamejitahidi. Mimi refa amechezesha mechi ya leo nampongeza sana. Makosa mengine ni ya Kibendera mahaba yake. Aliona labda huenda timu ya Tabora taadhibiwa zaidi, akaona apunguze wingi wa magoli. Lakini kama na Kibendera angekuwa kama refa, wallahi leo tungeshuhudia mvua za kutosha. Zilikuwa chuma 5. Lile goli la Mzize, kama kamati ya masaa 72 inaamua, waamue awe goli ya top scorer. Bwana mdogo anajituma jamani, anakimbia dakika 90. Wamefunga Mzize na Dube. Milo la Dube soke, liwe goli lisiwe goli soke, lakini la Mzize limeniuma. Bonge la goli. Mwangalie dogo anapigwa kiatu, anainuka anaenda kufunga. Alafu Kibendera unainua offside. Nimeumia sana. Yaani goli la Mzize limeniuma, ape goli lake. Yule ana deserve kuwa top scorer. Goli 11 na ilikuwa la 12, hana penalty. Deserve kuwa top scorer. Vibendera waache bifu. Mbona Jean Chaza wala funga na anapewa, Ateba anafunga magoli offside anapewa. Mzize yuko on target ananyimwa goli lake halali. Ushauri wako sasa kwa ndugu zako Simba Sports Club kwa namna ambavyo umetazama hii performance, kama mtapangiwa tarehe ya kucheza? Yaani mimi nachowashauri, hamna kitu kibaya kwamba unakimbia alafu unarudi geto mtu anakukanda. Tuendelee hivi na kanuni. Kwa sababu hii Yanga inavyocheza, tushikilie kanuni. Hii performance walionyesha leo Yanga. Ile ya 17 sio bara 40. Ile tuendelea hadi msimu mwishe. Hii Yanga inavyoperform, kuna siku tutazalilika. Yaani nimeangalia toka dakika ya kwanza hadi dakika ya 90. Iko vizuri kujilinda. Viungo wamesimama na pale Alidi Aucho hayupo, unajua. Kuna pengo lolote kwa sababu umeona Aucho Azizi leo. Nisikilize, ile timu inafanya mazoezi kwa pamoja. Ina maana ukikaa karibu ya Waridi na unanukia. Muangalie Duke Abuya amezima namba 6 fresh, no problem. Sawa. Aucho akiwepo ni bora zaidi kwa sababu ile natural namba 6, lakini akikosekana kuna watu wanacheza vizuri namba yake. No problem, amezima vizuri, matokeo bora, amecheza na amefunga goli likakataliwa. Na yeye leo Duke alikuwa amefunga. Unaona kiasi gani Vibendera upala ule chogo alivyokuwa na chuki binafsi. Chuki zile. Mimi nimekasirika. Mtu anayedeserve, ndio maana mimi napigia kelele watu wanaelewi. Anayestahili kufunga, acha ashinde. Kama ni goli 5, kama ni goli 7, mwacheni afunge. Kwa sababu gani? Amejituma. Yanga leo amelipa kisasi, unaweza kusema kwenye mchezo wa kwanza alifungwa 3-1. Yaani ile ni overall
wamewazidi Tabora kwenye kila kitu. Ile Yanga ukimsikiliza baadhi ya mashabiki wanasema ile Yanga ilikuwa imetoka kitambaa cheupe. Ile Yanga iliyofungwa na Tabora awamu ya kwanza. Ukimsikiliza yule Msukuma alisema nimewalipia sijui pombe za 800 na nini na nini. It's okay, wamekubali, wamekaa chini, wamejiuliza. Unajua Yanga amepigwa game 2 mfululizo. Kapigwa na Azam, kapigwa na Tabora, watu wamekaa chini, wamejiuliza tunakwama wapi? Leo hii anaongoza ligi. Tena sio kuongoza ligi kwa alama 4 kama watu wanavyodhani. Yanga anaongoza ligi kwa alama 7. Bado 3 za kasi. Kuna 3 za kasi. 7. Kasi wakiamua 7. Na hata kama kasi wakikataa, sisi hatuna uwezo wa hakuna Simba hii yenye uwezo wa kupambana na Yanga. Sioni. Max Zingeli kamzuia nani Makambo asifunge. Muangalie ni winga. Kuna Kibisawala pale Mpanzu. Kibisawala mwanangu mbio nyingi. Yaani Kibisawala mimi nachukuaga mfano na Chizi, umbali mrefu anarudi na makopo. Hamna kitu. Yaani Kibisawala si saa moja sio mbali kaka. Tuendelee kuvumilia, utamkataa. Saa moja sio mbali, alafu hapo bwana wewe ndio mshabiki pekee ambaye upo hapa Tanzania, wenzako akina Mzalamo, wakina Simba Ulaya, wamekula mwewe huyo. Niliwasemea. Egyptian bila mimi kuwasemea wasingeenda. Kaka mimi ndo mtetezi wao. Niliwasemea mashabiki wa Simba, mko wapi? Mnatia aibu. Watu wamechanga. Tena kwa kilo za Mzalamo yule atakuwa amekaa siti ya mizigo kule. Hamna sehemu ya kukaa. Uzito umezidi. Business class ya wewe yule Mzalamo hatoshi. Hamna. Kwa sababu wale pale watuaga uzito kilo 23. Sasa ukigawa kilo za Mzalamo 150 zile. Kwa ameenda vipatipati. Yule sikiliza, kama hajakatiwa siti ya mizigo, apost afu acha kujilinganisha na mimi. Mimi nimeenda Mwanza na business class, alafu sijachangiwa. Mimi sio mchango. Mimi sina wadau. Mwenye mfukoni baridi. Kwa sababu gani? Sikiliza, mimi sipewi tiketi, mimi naambiwa mchome. Vipi? Shwari. Imeisha hiyo. Kama una dini mbili usikunielewa. Na ukirudi unafungu. Kaka, yani mimi nikitoka ukiona mimi nimesafiri, ujue kwanza na balance ya familia. 500,000 naacha nyumbani. Ya kula mke wangu. Naenda kule na balance ya milioni. Maana unasafirigi mechi za Yanga, nani anakupa? Sasa mimi sinafanya kazi Isaadede. Yani akiacha mimi Isaadede nisikilize mimi. Umesema unapewa za familia. Mimi sipewi, naacha, nimesema naacha. Kaka, turudi kwenye mechi. Umeona Yanga? Umefurahi? Mimi nimefurahi, football ilikuwa mpira ulikuwa mzuri. Oya hatari hii Yanga jamani. Niwaambie tu kitu kimoja. Man of the match leo warushe tu karatasi juu. Wamchukue Pacome, ila Pacome. Pacome Zuzu wa man of the match kaka. Mzize. Bana, Mzize tena man of the match, Duke Isra. Yaani Yanga wanatafutaga man of the match, wanaandikaga majina 5, wanarusha juu kama wanavyochezesha draw, alafu mtu anaokota moja ndo wanamtangaza. Po wewe ukimeo mtangazo unamtangaza nani? Pale hamna MVP wa vichaa pale. Hamna MVP wa vichaa. Kama Mwenda hujazungumzia kabisa. Baba lile goli la Mwenda, baba na raha. Lile goli la Isra Mwenda mara ya mwisho nilimwona na alipiga Messi kwenye mechi ya Real Madrid na Barcelona. El Clasico alipiga faulu kama ile. Ile unaliita ni El Clasico, afu Messi akageuka kawavulia shati namna hii. Akawatunia. Ai hatari. Hivi Mwenda yule ndo Mwenda ambaye hajalogwa. Yule Mwenda uliyemwona leo ni Mwenda ambaye hana majini. Kiti katoka. Pale sasa kwa analogwa. Dogo anakimbia dakika 90. Nitajie mchezaji Simba mwenye uwezo wa kupiga faulo kama yule kuanzia beki hadi forward. Subutu. Ile faulo baba, ile faulo imepigwa mzungusho, ndizi. Alafu goalkeeper alikuwa so serious. So ile faulo apiga huo goalkeeper anaitazama hiyo. Yule ameifuata ikamshinda. Mzungusho ule kwacha. Babaki. Rainbow. Hatari. Kwa hiyo bana, Mwenda bila majini ni mchezaji. Na tutamisi sana. Tutamkumbuka sana. Asante. Mbona unacheka, rudi hapa.